Mimi John Pombe Joseph Magufuli naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nitalinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ikiwa leo ni Novemba 5 ya mwaka 2025, inatukumbusha miaka 10 iliyopita ambapo kwa mara ya kwanza aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliapishwa kwa mara ya kwanza kama rais wa awamu hiyo, hapo akichukua kijiti kutoka kwa aliyekuwa rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Kabla ya kuwa rais, Magufuli pia aliwahi kutumikia katika nyadhifa mbalimbali ikiwemo kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, ambapo Agosti 17, 2019 ndo aliteuliwa hadi Agosti 2020. Lakini pia amewahi kuhudumu kama waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Muda wake alifanya Novemba 2010 hadi Novemba 5 mwaka 2015. Lakini vile vile amewahi kuwa waziri wa mifugo na uvuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Lakini pia amekuwa mbunge wa Tanzania wa Biharamulo pamoja na Chato kuanzia Novemba 1995 hadi Julai 2015. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kuapishwa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya Jumatatu ya Novemba 3, 2025 kama rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia ushindi aliopata kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 kumehitimisha safari ya miaka 10 aliyoianza kama makamu wa rais na baadaye kuwa rais kamili kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Novemba 5, 2015 hayati Dr. John Pombe Magufuli alipokea kijiti cha urais kutoka kwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, akiapishwa baada ya kuibuka na ushindi mnono kwenye kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka 2015. Novemba 5 mwaka 2020 JP aliapishwa tena kutumikia muhula wake wa pili kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuwashinda wapinzani wake wa karibu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu wa Chadema na Bernard Camillus Membe wa ACT Wazalendo kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka 2020. Machi 17, 2021 aliyekuwa makamu wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitangaza kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, akiweka wazi hayati Magufuli alianza kuugua mnamo Machi 14 mwaka 2021 na kulazwa katika hospitali ya Mloganzila iliyopo jijini Dar es Salaam, na hadi umauti unamfika alikuwa bado anaendelea kupatiwa matibabu kwenye hospitali hiyo. Machi 19, 2021 Daktari Samia aliapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumalizia miaka 4 iliyoachwa na mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli hadi Oktoba 29, 2025 uchaguzi mkuu ulipofanyika. Kama leo hii JPM angekuwa hai, basi tayari angekuwa ameanza kuitwa rais mstaafu wa awamu ya 5. Neno rais lingeambatana na mstaafu. Ukurasa wa JPM John Pombe Magufuli umefungwa rasmi. Endelea kupumzika kwa amani JPM. Mimi ni Travis. Ciao.